Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Habari za siku nyingi watu wa Mungu. Kitambo kidogo sikuweza kuwa na vipindi sijiniite vipindi live kwa maana ya kwamba kimerekodiwa na ni kipya, na tumekuwa na marejeo mengi kwa sababu nimekuwa na mambo mengi, yote ni mazuri kwa ajili ya utumishi. Nimekuwa na mifungo hapa kwa ajili ya ibada yetu ya Jumapili ile ambayo Roho Mtakatifu alisema nasi ya kwamba tuigeuze iwe mkutano wa Injili. Kama unavyoona hapo nini kilitokea, watu wengi sana walikuja na watu wengi sana waliokoka. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema ambayo ametupa. Ukweli tunamtukuza Mungu sana kwamba tuliweza kusikia sauti ya Mungu na kuitii, na Mungu akatuheshimu. Sasa nadhani kwa mara ya mwisho nilianza kuzungumza juu ya kukua kwa kanisa. Halafu nikasema hilo neno kukua kwa kanisa ukiliona ni kama neno kubwa sana la kithiolojia. Lakini ukweli tunapozungumzia kukua kwa kanisa tunazungumzia kukua kwa mimi na wewe kama washirika. Kwa sababu neno kanisa kwa Kigiriki ekklesia lina maana ya watu walioitwa, yani mimi na wewe. Unaona? Kwa hiyo mimi na wewe tunapokuwa, ushirika hapo mahali nao unakuwa. Kwa hiyo leo nataka nizungumze juu ya Mkristo na kukua kiroho. Mkristo na kukua kiroho. Niruhusu nisome kutoka Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 14. Niwe radhi hapo nimeandika wa 11 hadi wa 12, lakini ukweli nitasoma mstari wa 11 hadi wa 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 11, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumia wamezoezwa kupambanua mema na mabaya. Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tunapokwenda kuyatafakari maneno yako sana wakati huu, Roho Mtakatifu tufundishe. Utusaidie kuelewa, kuamini na kisha tukayatendee kazi ili yakalete mabadiliko yanayokusudiwa kwenye maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. 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 Sasa nadhani utakubaliana na mimi ya kwamba waraka wa Waebrania una mafundisho mengi sana mazuri, mengi sana. Lakini moja ya fundisho ni hili ambalo Mtume Paulo ameliandika, ambaye mimi ninaamini ndiye ameandika waraka huu. Kuna maoni mengi juu ya nani ameandika waraka kwa Waebrania, lakini kwangu mimi kutokana na content yenyewe jinsi ilivyo, namna ya uandishi, ninaamini ni Mtume Paulo ambaye ameandika waraka huu mwaka 70 baada ya Kristo. Sasa nilimsikia mtu mmoja akisema, unajua hawa wana theolojia bwana wamepoa sana. Ndio maana utawasikia kwenye mafundisho yao, sijui Paulo aliandika waraka kwa Warumi mwaka huu. Paulo aliandika waraka. Anasema hii inawasaidia nini watu? Sasa ni hivi. Mimi sitaki kushindana na watu, lakini najaribu tu kufafanua uweze kufahamu kwa nini wakati mwingine tunalazimika kutaja hii miaka. Nadhani wataalamu wa mambo ya takwimu watakubaliana na mimi. Mambo ya takwimu watakubaliana na mimi ya kwamba statistics, watu wa statistics wenyewe wana usemi wao, wanasema namba zinaongea. Namba zinaongea. Kwa mfano tukijua ya kwamba Paulo ameandika waraka huu mwaka 70 baada ya Kristo. Unaona, baada ya Kristo. Inatusaidia kujua ya kwamba kanisa lilianza mwaka 31, siku ile ya Pentecost. Mwaka 31 baada ya Kristo, na huu ni mwaka 70 baada ya Kristo, miaka takriban 29. Kwa hiyo unapata picha
ya washirika waliokuwa wanaandikiwa baadhi, kwa sababu kweli kanisa hawa Waebrania wanaoandikiwa walikuwa ni washirika ambao walikuwa kwenye mji wa Rumi, ni Wayahudi walioishi Rumi na walifikiwa na Injili wakaokoka. Paulo anawaandikia kuwatia moyo, kwa sababu kulikuwa kuna changamoto nyingi sana walikuwa wanapitia hawa watu za kutoka kwenye dini yao ya Kiyahudi, lakini kutoka kwa Warumi. Kwa hiyo Paulo anawaandikia na watia moyo. Ndio maana kuna mafundisho mengi ambayo sitaki nikae sana, kwa sababu sio somo letu leo. Kwa hiyo sasa inakupa picha ya kwamba hizi namba zinatusaidia kujua ya kwamba kuna washirika humu kwenye hii kanisa ambalo Paulo anawaandikia hawa jamaa wanaowaandikia. Wengine walikuwa na miaka 10 kama washirika, wengine 15, wengine 20. Lakini sikiliza anavyoongea na hawa watu, anasema ambaye, mstari wa 11, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nataka maneno haya yaingie. Unaona, ambaye tuna maneno mengi ya kunena. Paulo ni kama alikuwa anaongea nao, halafu ghafla anasita, anasema nina maneno mengi ya kunena na ninyi, lakini kwa bahati mbaya mmekuwa wavivu wa kusikia. Ili neno wavivu wa kusikia lilikuwa lina maana wagumu wa kuelewa. Ushawahi kumsikia mzazi anamwambia mtoto, hivi wewe mbona usikii? Hazungumzia habari ya masikio haya, anazungumzia mbona uelewi ninachokueleza. Kwa hiyo Paul alikuwa anazungumza kwa muktadha huo ya kwamba hawa watu walikuwa hawaelewi. Unaona? Na other translations zinasema because you are slow learners. Wanazungumzia juu ya wanaelewa taratibu. Unaona? Kwa maana mstari wa 12, iwapasapo kuwa walimu. Paulo anasema hivi, kwa kipindi, unaona takwimu zinaongea, muda unaongea. Mmekuwa washirika kwa miaka 10, wengine 15, wengine 20. Unaona? Iliwapasa muwe walimu. Maana kwenye mabano wakati mwingi umepita. Unaona, time inaongea. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa, yani chakula kichanga, hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. You see, miaka Paulo ana connect hapa kwamba kwa muda ambao ninyi mmeokoka, kwa muda ambao mmekuwa wa Kristo, ukweli mlipaswa kuwa walimu. Kwa hiyo tunajifunza mambo mawili hapa. Takwimu zinaongea. Jambo la kwanza, miaka mingi kanisani sio kipimo pekee au halisi cha ukomavu wa kiroho. Naomba nirejee. Ni vizuri, yani hakuna jambo la baraka kuwakuta watu ambao wana miaka mingi kanisani, lakini kuwa kanisani kwa miaka mingi sio kipimo pekee au halisi cha ukomavu wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wana miaka mingi kanisani lakini bado ni wachanga, kama wamedumaa, hawakui. Jambo la pili tunajifunza hapa, cheo, elimu au nafasi, iwe ni kanisani au nje ya kanisa, na yenyewe nayo sio kipimo pekee au halisi cha ukomavu wa kiroho. Yaani kuwa mchungaji, kuwa mzee wa kanisa, shemasi, si kiongozi wa idara, hivyo peke yake havitoi kipimo halisi kwamba kwa kuwa huyu mtu ni mchungaji basi amekomaa kiroho. Siku hizi watu tunaamka asubuhi tunajiita mchungaji, na uzuri wake hakuna mtu anaweza kukuzuia kwenye mambo ya title. Huwezi kuamua kujiita mkuu wa mkoa, utakutana na serikali. Huwezi kuamka tu kasema mimi ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe, utakutana na yule jamaa Mheshimiwa Magoti. No, it's not possible. Unaona? Lakini kwenye muktadha wetu wa kanisa, mtu anaweza kaamka asubuhi kesho akajiita askofu, akaona haitoshi akasema mimi ni askofu na mtume, akaona haitoshi akaongezea mimi ni askofu, mtume na nabii na founder na everything. Sasa kwa hiyo hatustuki sana na hizi title sasa hivi. Niliwahi kwenda kwenye kikao kimoja Dar es Salaam, mimi nakwambia ukweli, mpaka ilipofika zamu yangu nikajitambulisha tu nikasema mimi naitwa Dickson Kaganga, nimeokoka na mpenda Yesu. Maana kila mtu alikuwa na title pale, mimi askofu mkuu, mwanzilishi, founder wa dini fulani, mimi mtume, nabii, na mimi kuhani na nabii na mtume kwa wakati mmoja, mimi. Unaona?
vingi. Nilipofika zamu yangu nikasema mimi naitwa Dickson Kaganga, nimeokoka, nampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona takwimu zinatusaidia kufanya evaluation. Kama watu hawa walikuwa na miaka zaidi ya 10, 15, wamedumaa hawa. Mpaka Paulo anasema nilitamani niwaambie mambo mengi sana, lakini ninaona tabu kwa sababu hamuelewi, na iliwapaswa mwe walimu sasa, lakini bado mnakula chakula kichanga. Kwa hiyo leo katika somo letu hili la kukua Mkristo na kukua kiroho, tutaangalia jambo moja, asili ya kukua kiroho ndio tutakaangalia, lakini vipengele viwili. Tutaangalia kiwango cha kukua kiroho na hitaji la kukua kiroho. Ndio mambo tutaangalia. Kwa hiyo tuanze na jambo la kwanza, kiwango cha kukua kiroho. Siku tulipookoka tulianza maisha mapya. Ndio maana kuokoka kuna tafsiriwa kwa namna nyingine kama kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya au kuzaliwa kiroho. Yesu anamwambia mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mtu maarufu, na akaenda usiku kwa Yesu. Mnafahamu huyo mtu kwenye sura ile ya 3 ya Yohana. Unaona, anamwambia mwalimu, najua wewe ni mwalimu kwa sababu unayoyafanya ni nabii, hayo unayoyafanya hakuna anayeweza kuyafanya. Nifanyeje? Swali lake la msingi lilikuwa jamani, nifanyeje ni urithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia usipozaliwa mara ya pili. Kwa hiyo unaona kuokoka ni kuzaliwa upya au kuzaliwa kiroho. Sasa ingawa kuzaliwa huku kuna tofauti kidogo na kuzaliwa kimwili, kwa sababu tunapozaliwa kimwili tunaanza maisha ya kimwili ambayo yana ukomo wake, lakini tunapozaliwa kiroho, Bwana Yesu asifiwe sana, matarajio yake ni kwamba tutaishi milele pamoja. Ni safari ya eternity, ni safari ya milele ya kutembea na Mungu wakati tukiwa hapa duniani na baada ya maisha haya. Lakini hata hivyo tunaweza tukajifunza kwenye kukua kimwili, tukajifunza kitu juu ya kukua kiroho, tukajifunza mambo matatu. Jambo la kwanza, kuna matarajio ya kukua. Mtoto anapozaliwa, mama anafurahia kubeba kale ka baby, katodula kale, hata kama ni kachanga kana siku moja, unaona mama amekabeba na anajua nimebeba kitu cha thamani sana. You see, anafurahia, hapati tabu mtoto, si anapokojolea, anapojisaidia, si nini, hapati tabu, anafurahia. Lakini jambo la pili, unaona kuna matarajio ya kuendelea, na la tatu kuna matarajio ya kukua au kukomaa. Hata furahia kuona ya kwamba huyu mtoto miaka 2 baadaye, 3, 4 hakui na kuongezeka. Sikiliza Biblia inachosema kuhusu Yesu Kristo, Luka 2:52. Luka 2:52. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na mwanadamu. Unaona, huyo ni Yesu. Unazungumzia wakati alipozaliwa, akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na mwanadamu. Kwenye tafsiri ya Kiingereza NIV inasema and Jesus grew in wisdom and stature. Kiingereza kigumu, stature. And in favor with God and man. Unaona, aliendelea. Nimevutiwa na neno grew, achana na ile neno linanichanganyaga la Kiingereza siku nyingi sana. Stature, sio stature, stature. Okay. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Msishughulike sana jamani, mimi ni muhe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona grew linaonyesha neno ile maturity, alikuwa akaendelea. Unaona. Kwa hiyo sikiza Yesu anachokisema kwenye Yohana 10:10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sasa fikiria, unajua tulipokuja kwa Yesu Kristo, kwa maana siku ile tulimwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulimletea yeye maisha yaliyojawa dhambi zilizotutenga na Mungu. Akatubadilishia, akachukua ile mizigo yetu. Kumbuka 11:28 Mathayo, Yesu anaita sema njooni kwangu enyi wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Kwa hiyo unakwenda na mzigo wako wa dhambi, tunakwenda na kushindwa kwetu, tunakwenda
na uasi wetu, everything. And then Yesu anachukua ile mizigo, anatutua, badala yake anatupa maisha mapya. Hii ni neema ajabu sana, anatupa maisha yake, na shauku yake ni kuwa aina hii ya maisha ambayo ametupa izidi kuongezeka to the fullest, yani iwe tele. Anasema nalikuja ili wawe na uzima, sio uzima robo, sio uzima nusu, sio uzima robo tatu, kisha wawe nao tele. Unaona, kwenye maisha haya ya kimwili, mtu akila vizuri, akaishi mazingira yenye afya. Napozungumzia kula vizuri, sizungumzii pilau, biriani na nini. Kula vizuri kwa afya, hata mchemsho ni kula kwa afya. Wataalamu wa afya watatusaidia hilo. Lakini kula vizuri tafsiri yake sio mapilau, machipsi, makuku. Unaona, madaktari watatusaidia hilo, mimi sio daktari. Lakini tukila vizuri, tukaishi kwenye mazingira mazuri ya afya, na mazingira mazuri ya afya na yenyewe nayo madaktari watatusaidia, watu wa mazingira watatusaidia. Sio lazima uwe kwenye AC. Unaweza ukawa kwenye AC, baadaye AC ikakuletea shida. Lakini unaweza ukaishi kwenye nyumba yako kawaida tu, lakini safi na hewa nzuri, safi, hakuna vumbi, vitu vya namna hiyo. Ukafanya na mazoezi. Nataka kukuambia kwamba utajisikia vizuri, utakuwa active, mwenye nguvu na mwenye uwezo wa kukabiliana na majukumu ulionayo, kwa sababu tunayo majukumu ya kuyafanya. Unaona? Sasa kiroho the same, tulipookoka tulizaliwa kiroho. Roho wa Mungu alikuja kuishi nasi. Sasa maisha haya ya kiroho yanatengeneza fursa ya uwezekano wa kukua na kuongezeka hadi kufanana na Yesu. Sikiliza Mtume Paulo anasema nini kwenye Warumi sura 8 mstari wa 29. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Unaona? Jambo la pili, nataka tuangalie hitaji la kukua kiroho. Tunajaribu kuweka tu foundation leo, kwa hiyo tutakuwa na muda mwingi sana. Wazazi, kama nilivyosema awali, wanafurahia vichanga. Lakini inapokuwa miaka 4, mtoto atembei, haongei, mzazi anaanza kujiuliza maswali. Kuna nini? Kuna tatizo gani? Na sasa mtoto pia hawezi kukua vizuri kama amezaliwa halafu akaachwa ajitegemee peke yake. Hakunaga mtoto ambaye anazaliwa gafu anaachwa halafu yeye mwenyewe. Hata umwache kwenye nyumba ambayo ina kila kitu. Katoto kachanga kale unakacha kwenye nyumba ambayo kwenye friji kuna maziwa, mayai, mchele, kuku, everything. Halafu unakaacha. Unasema mtoto, jiko ile hapa, gesi imejaa, kila kitu, friji imejaa, kila kitu, kuna maji ya kutosha, makatuni ya maji ya kunywa ya kisasa. You see? Wewe nikwambie, utakuta mtoto amefariki kwa sababu hajaweza kujitegemea bado. Sasa nisikilize vizuri point ninayotaka kuisema. Kwenye utangulizi tulisema mambo mawili, kwa ukomavu, miaka mingi kanisani sio kipimo, na cheo pia sio kipimo. Ndio maana kila anayeokoka akija kanisani, haijalishi alikuwa waziri, haijalishi alikuwa mkuu wa mkoa, haijalishi alikuwa mkulima kama mimi, haijalishi amesoma mpaka na PhD au darasa la 7 kama mimi, wote tunakuwa ni wachanga, na tunategemea mtumishi wa Mungu aliyoko hapo ambapo sasa tumewekwa atusaidie kukua na kuongezeka. Na kipimo cha ukomavu wetu itakuwa ni pale tumeanza kuzaa matunda. Kipimo cha ukomavu sio miaka mingapi tuko kanisani. Kipimo cha ukomavu sio nimetoka na cheo gani wakati ninakuja kuokoka kanisani, nimekuja na madaraka gani. Kipimo kitakuwa sasa huyu mtu ameanza kuzaa matunda, kwa maana ya tafsiri mbili ya matunda. Matunda kwa maana ya tafsiri ya tabia ambazo zimetengenezwa ndani yetu. Paulo anazielezea kwenye Galatia 5. Niliwahi kufundisha somo la matunda la Roho na karama za Roho. Unaona? Nikasema hivi vitu ni vizuri vifundishwe kwa pamoja, kwa sababu watu wana embrace sana karama, wanasahau tunda. Tunda ndio kipimo cha ukomavu. Tunda, tabia
za Kikristo zimejengeka. Nimetoka huko na upagani wangu, ni mkuu wa mkoa lakini ni mpagani, ni mkuu wa mkoa lakini naenda kwa waganga, ninaloga, naona nalazwa makaburini, nina hofu ya wachawi, hofu ya mapepo, and then ninasaidiwa kufundishwa mpaka najikuta kwamba kumbe mimi ni mtoto wa Mungu, na baadaye tabia za kiroho zinaanza kujengeka. Lakini tunda tunaweza tukasema pia ni utumishi. Tumeanza kumtumikia Mungu, kumletea Mungu matokeo ya kuokoka kwetu. Sikiliza, Yesu anatoa mfano wa mzabibu na matawi kwenye Yohana sura ya 15. Mstari wa kwanza anasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Unaona, lizidi kuzaa. Kwa hiyo ni kama anazungumzia habari ya shina na tawi. Tawi linategemea shina, na tawi lazima lifanane na shina. Yaani huwezi kukuta tawi la mchungwa halafu unajaribu kulitesti lina testi ya mwarobaini. No. Tawi la mchungwa ni mchungwa, majani ya mchungwa ni mchungwa, matunda ya mchungwa ni mchungwa. Tukiwa ndani ya Yesu Kristo, yani testi yetu inatakiwa iwe ni Yesu mwenyewe. Sikiliza mstari wa 4. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi msipokaa ndani yangu. Sikiliza mstari wa 5. Mimi ni mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, mstari wa 5 sore. Ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Kwa hiyo unaona kazi mojawapo, na nadhani ndio jukumu kubwa la watumishi wa Mungu, sio kuwafanya watu waendelee kudumaa ili sisi tuonekane masuperstar. No. Naomba nirudie, kazi ya watumishi wa Mungu. Mungu ndio anaita wa watumishi hawa. Ndio anayewaweka. Ukisoma Efeso anasema alitoa, yani yeye ndiye anayewaweka hawa watumishi wa Mungu. Anawaweka sio ili sisi tuendelee kudumaa na wao waonekane masuperstar. Na tunaweza tukawadumaza watu kwanza kwa kutokuwafundisha kweli yote na kuwajengea confidence ya kwamba roho, yani kusudi la Mungu la kutuokoa ni lile lile. Sote tuwe watumishi wa Mungu, wote tuwe maaskari. Na ndio maana mimi ndo naliusudu jeshi, kwa sababu mimi nilikuwa askari, kwa sijawahi kufanya kazi zingine. Unajua, mkiingia jeshini wote mnaitwa raia. Wale waliopita jeshi wanafahamu. Utaambiwa wewe raia mpaka utauchukia uraia. Lengo lao ni nini? Uanze kufikiri kama askari, kutembea kama askari, kuact kama askari. Kwa hiyo na kwamba uraia wao walikuwa wanahesabu ni ule unyoronyoro, kutembea bila utaratibu, you see. Ndio maana kule sasa ukiitwa raia kuna smart areas unatakiwa kukimbia. Unaona? Baadaye, lakini hawakuachi wewe raia maisha yao yote. Baadaye wanaanza kukwambia ili uwe askari inabidi ufanye hivi. Unaamka mapema, unakimbia mchaka na nini, na training kali. Ili uwe askari lazima ujue bunduki, SMG, RRP, G3, you see. Yani kile wao wanachokijua wanakufundisha vyote. Hawataki eti wewe ubakie kuwa mtu for level fulani, na wao wanajua wanakufundisha everything, kila kitu. Na siku ile ya mwisho mnapo pass out, unaona na wao makamanda wanajivunia, now you are a soldier, umekuwa askari. Unajua kila kitu ambacho na wao wenyewe walipaswa kujua. Hawakufichi kitu kingine ili wabakie kuwa superstar. Wanakufundisha everything. You know. Na baadaye nyinyi wote mnakuwa maaskari. Baadaye unakuta wanapelekwa kozi tofauti. Mwingine atapelekwa
udereva, mwingine atapelekwa kwenye mambo ya fedha, mwingine atapelekwa kwenye mambo ya utawala, unaona, mwingine anapelekwa mechanics. Lakini hawa wote hata wapishi unapelekwa kufundishwa kozi ya upishi, namna ya kupika chakula, kupikia maaskari. Sasa wewe jichanganye, ufikiri mpishi wa jeshi sio askari. Awe mpishi, awe dereva, awe nini, ni askari. You see? Ukienda vitani unaona mtu ni mpishi na ana bunduki, ukimjia anaichomoa. Kwa hiyo wote wanakuwa, ndivyo kanisa lilipaswa liwe. Sisi wote tulipaswa tuwe maaskari, tujue silaha ya maombi, nguvu ya Roho Mtakatifu, wote tujue. Haijalishi huyo ni mchungaji, huyo ni mshirika, huyo ni shemasi, tulipaswa wote tuzijue hizi nguvu. Ndicho ninachosema. Kusudi la Yesu kutoa hawa mitume, manabii, wachungaji, walimu na nini, sio kutupiga power from January to December. Yani mshirika anapigwa power January to December, anakuwa lini? Yani ni mieleka tu January. Yani mazoezi ya kupigwa power anapigwa mshirika ambaye ameshaokoka. Na ushika na raha tu. Pale pana upako kweli, kisa anapigwa mieleka. Sizungumzi. Tulikuwa kwenye ibada Jumapili, nadhani unaweza ukaona hapo. Jumapili watu walifunguliwa, walipigwa mieleka, lakini wale wengi walikuwa hawajaamini na baadaye wakaokoka. Watu 70. Sitarajii Jumapili ijayo wale tena wapigwe mieleka. Ndio maana tuna darasa baada ya kuokoka ile siku ya Jumapili, kuanzia Jumatatu tuna darasa, tunawafundisha. Tunawaambia sasa wewe umeokoka. Wewe umekuwa mtoto wa Mungu. Nguvu ya Mungu iko ndani yako. Mapepo hayapo tena. Tunawapa ile confidence. Unaona? Ili Jumapili ijayo wasipigwe mieleka wale tena ambao walipigwa mieleka Jumapili iliyopita. Yaani Januari wale wanapigwa, Disemba, Februari wale hivi. Lini wanakuwa? Tunawajengea confidence. Ndicho anachokisema Paulo, nafikiri kwenye Efeso 4:11. Nimelisoma hili neno tena nitalisoma mpaka pumzi ya mwisho wa uhai wangu, sababu ni neno la Mungu. Inasema hivi, naye alitoa wengine, Efeso 4:11, alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Alitoa hizi karama za maongozi. Tunaita hizi karama za maongozi. Karama nyingine za huduma zipo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Hizi karama za maongozi kwenye Efeso 4 mstari wa 12. Kwa nini aliwatoa hawa? Kwa nini aliwapa hizi karama? Aliwapa hizi gifts ili wao wawe superstars, wawe waganga wa kienyeji ambao wanawaambia watu sisi tunajua nyinyi hamjui na mpasu kujua tunachokijua. Hapana, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Naona hilo kusudi la kwanza, kuwakamilisha watakatifu. La pili, hata kazi ya huduma itendeke. La tatu, hata mwili wa Kristo ujengwe. Sikiliza mstari wa 13. Hata na sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo na utimilifu wa Kristo. Mstari wa 14 niliusahau kuandika hapo, ukipata nafasi usome. Anasema ili tusichukuliwe na upepo wa kila aina. Si kama nitanukuu sawa sawa. Tusichukuliwe na upepo wa kila aina, tukitupwa huku na huku, unaona, na elimu na mafundisho ya uongo, unaona. Kwa sababu unaona ukomavu unatusaidia kwa na misimamo. Kwa hiyo lengo letu sisi, lengo lilipaswa liwe la watumishi wa Mungu ni kuwasaidia hawa watu wawe kwanza watakatifu, mbili watende huduma na wenyewe watumishi wa Mungu, wawe maaskari wenzetu, wapiganaji. Sio sifa mchungaji kukemea mapepo peke yako. Sio sifa. Miaka nenda rudi. Sio sifa. Serious. Sifa ni pale unapozaa majitu ambayo na yenyewe nayo ni makamanda, maaskari, wapiganaji wanaoweza kujiamini, ambao wale wanajua kumbe Roho Mtakatifu aliye ndani ya pastor ndio yule aliye ndani yetu. Tumeokolewa kwa damu ile ya Yesu Kristo, ubatizo ule, unaona, na Roho anayetoa vipawa ni yule. Paulo alipokuwa anazungumza habari ya vipawa, habari ya karama kwenye sura ya 12, anazungumza habari, utakutana na neno kama apendavyo Roho alimpa yule na yule kama apendavyo Roho yule. Anatumia neno Roho yule alimpa huyu hiki, Roho yule. You see, kama ni msomaji wa Biblia utakumbuka kile Yesu alimwambia Petro. Baada ya Petro kuwa amemkana Yesu na akiwa amekata tamaa sana, akarudi kwenye kuvua. Nini kilitokea?
hakupata samaki kama ambavyo alikutwa mara ya kwanza. Unajua Yesu alimkuta Petro akiwa amevua usiku kucha, anaosha nyavu, amekata tamaa, anataka kujaribu usiku mwingine. Yesu akasema ni azime hiyo boti kwa sababu watu walikuwa wanamsonga. Baadaye akamwambia tupa nyavu zako kilindini. Akavua samaki wa ajabu sana, ndipo akajua ya kwamba huyu ni nani. Revelation ikaja, akaacha kila kitu akamfuata. Alipomkana Yesu akakata tamaa kwamba hata Yesu akifufuka mimi sijidhani kama na sehemu tena jinsi nilivyofanya. Akarudi kuvua, hakupata samaki tena. Yesu akamtokea tena, na alipomtokea, sikiliza alichomwambia baada ya mambo mengi. Sura ya 21 Yohana mstari wa 15 mpaka wa 17. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo wangu. Mstari wa 16 akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Unaona kuna mambo mawili nataka nikutazamisha hapa. Kwanza, unaona kuna neno wana kondoo na kondoo. Sio bahati mbaya. Yesu alikuwa amekusudia kumwambia ya kwamba kuna Wakristo watoto wachanga. Unaona hawa lisha, unaona lisha wana kondoo, feed my lamb, kondoo wale wachanga. Lakini sehemu ya pili anasema chunga kondoo wale waliokoma, sheep, chunga kondoo. Unaona? Halafu jambo la pili nataka uone neno ile wangu. Anasema lisha wana kondoo wangu. Mstari wa 16, chunga kondoo wangu. Hawa washirika ni wa Yesu. Mungu ametupa kwa neema kuwachunga. Serious. Na hata kanisa, tunapozungumza hili kanisa langu, tunazungumzaga tu kibinadamu, labda ya mabati na machuma. Lakini watu ni mali ya Mungu. Serious. Watu ni mali ya Mungu. Mara nyingi mimi kanisa ni kwangu, unaona nimetumia tena ile kwangu kwa maana ya mabati na machuma. Lakini kanisa kama mwili wa Kristo, washirika wale ni mali ya Mungu. Unaona, sisi tumezoea tu kusema kanisa langu kwa maana ya ile ya ubinadamu. Unaona, lakini ukweli kabisa hakuna mtu amemuokoa mtu yoyote. Sisi tutafanya jitihada ya kuhubiri, lakini Yesu ndiye anayeokoa. Hakuna mtu amemponya mtu yoyote. Tutafanya jitihada ya kuweka mikono juu ya wagonjwa, anayeponya ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kanisa ni mali. Ndio maana unaona anasema chunga, lisha wana kondoo wangu. Chunga kondoo wangu, nitalijenga kanisa langu. You see? Petro anaambiwa maneno ya Petro, na Petro alielewa. Sikiliza, baadaye, miaka mingi baadaye, miaka kadhaa, sio mingi, miaka kadhaa baadaye, sikiliza anachokisema kwenye waraka wake wa kwanza Petro sura ya 5 mstari wa 1 hadi 4. Na wasi wazee walio kwenu mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Hizo Petro anavyojitambulisha, angeweza kusema mimi ni mtume, lakini anasema mimi ni mzee mwenzenu na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni. Kumbuka aliambiwa yeye, lisha wana kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Sikiliza, anarudia anasema lichungeni kundi la Mungu. Anakumbuka alichoambiwa, kondoo wangu, wana kondoo wangu. Lichungeni kundi, sio lenu, la Mungu lililo kwenu, kundi la Mungu lililo kwenu, na kulisimamia si kwa kulazimishwa, namba 1, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, jambo la pili, fedha ya aibu. 3, bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana wa wale walio chini ya utunzaji wao, bali iweni mifano kwa lile kundi. Mchungaji mkuu Chief Shepherd, mchungaji mkuu Yesu mwenyewe atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyonyauka. Mtaipokea taji ya utukufu ile isiyonyauka. Paswa kuishi hapo mstari. Kwa hiyo unaona kazi moja hapo ya watumishi wa Mungu
sio kuwafanya watu waendelee kudumaa. Siko hapa kukwambia you are nothing. Siko hapa kukwambia kwamba mimi ni mtaalamu. Sipo hapa kukwambia mimi ni superstar. Niko hapa kukwambia kwa neema ya Mungu, Mungu amenipa vitu viwili vitatu ambavyo ukivijua na wewe utakuwa na kukomaa, na siku moja na wewe utafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yetu siko hapa kukupiga power from January to December. Natamani ukiokoka ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu na uzae matunda. Unajua ukisema mchungwa wangu ule niliopanda umekomaa, ukimuuliza unajuaje umekomaa, ni pale umeanza kuzaa. Uzae matunda. Kazi yetu sisi watumishi wa Mungu ni tofauti kabisa na waganga wa kienyeji ambao wao wanaoperate kwenye usiri. Wanaoperate kwenye usiri ya kwamba kuna vitu tunajua ninyi hampaswi kujua, kwa sababu ukijua unapoteza uteja kwake. Ili uendelee kuwa mteja, hata kwambia anachomaga wa mti wapi saa ngapi, hiyo mizizi ni ya miti gani saa ngapi, ilizi anaitenga pewa tu kimeshafungwa hapo ameweka nini kwenye kailizi, hawezi kukwambia, kwa sababu atakupoteza wewe ni mteja, ili ukikwama tena uje uwe mteja. Lakini sisi Mungu ametupa neema ya kuwafungua watu, na wakifunguliwa wafunguliwe completely, wajazwe na nguvu za Mungu na wamjue Mungu kwa mapana, kwa marefu, kwa kina na kimo. Halafu tuwe jeshi moja la kupanua ufalme wa Mungu. Sikiza Yesu anachokisema kwenye Yohana 15:15. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa ajua atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Praise the Lord. Yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Unaona, hasemi yote niliyosikia, yale niliyosikia kwa Baba yangu nimewaambia kidogo. Yote niliyoyasikia kwa Baba nimewaambia. Na mimi kwa neema ya Mungu, yale ambayo nimeyajua, sijui yote. Yesu alijua yote, mimi najua tu sehemu kidogo sana. Kadiri ninavyoendelea kusoma ndivyo ninavyojua kiasi gani sijui. Ndio maana natamani kumjua huyu Yesu kwa mapana, kwa marefu, kwa kina na kimo. Kijana mmoja alinipigia simu kutoka mahali fulani, sitaki nipataje. Akasema, mchungaji, sasa kama mimi nipo mahali ambapo naona sikui kiroho nifanyeje? Sasa unajua mimi ni askari, kwa hiyo sinaga kona. Nikamwambia hama. Yeah, simple. Yani very simple. Sikilizeni watu wa Mungu. Haya madhehebu yaitwa sio ukoo. Kabisa. Yani mimi ukoo wangu mimi ni Mwakaganga, Mwakaganga. Niwe mbaya kwenye ukoo, niwe mzuri, yani huwezi kunibadilisha ukoo. Ukoo ni kitu cha kuzaliwa, damu. Madhehebu, dini sio ukoo. Full stop. Sio ukoo kabisa. Kwa hiyo kama unakaa mahali unaona ukui, mimi nikamwambia hama. Serious. Hama. Kanisa sio ukoo. Sasa naelewa nimekuwepo kanisani kwa miaka 30 kama mtumishi, lakini kama mshirika zaidi ya miaka 30. Naelewa kuna watu tunatafsiri, hasa sisi wachungaji tunatafsiri, nikigombana nikipishana nawe wakati mwingine katika mambo very personal, wakati mwingine very personal, mimi ndio nimemkwaza mtu, mimi ndio nimemuumiza mtu, nimemjeruhi, akiondoka kwa sababu ya hiyo personal issue, sio wala hajagombana na Mungu, kwa sababu sio kweli kwamba mtu akigombana na mimi amegombana na Mungu. Sio kweli. Sio kweli. Kama atagombana na mimi katika mambo ambayo nilikuwa najaribu kumsaidia, mambo ya Mungu, namwambia usiibe, ni dhambi, akakataa, atakuwa hajanikatalia mimi, amekataa neno la Mungu. Kwa hiyo nisichukue nafasi ya kwamba amekosana na mimi. That's a problem. Tunachukua vitu very personal. Lakini wakati mwingine watu tunapishana na sisi kwa sababu sisi tumewakwaza, sababu sisi ni binadamu. Kuna wakati tunawakwaza watu, kuna wakati tunajeruhi watu, na watu ikifikia wanasema wamechoka, wanaondoka,
basi mimi ninaanza umeasi. Yani tafsiri ya uasi sisi ni pale watu wamepishana na sisi tunasema ameasi. Sio sahihi. Sio sahihi. Mtu hawezi kukuasi wewe nani? Unaona? Anaweza kaliasi neno la Mungu. Anaweza kumwasi Yesu. Unaona? Na it's not my responsibility. Yani si mtu akiondoka kwenye kanisa ambalo mimi Mungu amenipa kuchunga, mimi siwezi kumlebo ameasi. Usikute Mungu amempeleka mahali pengine kwa ajili ya destiny yake. Mimi sijaopokea TAG. Mimi nimeokokea Free Pentecost. Serious. Lakini baadaye nilitoka nikaja TAG na nilikwenda kumwaga mchungaji wangu. Akanibariki. Nikamwambia mzee, nataka kupata changamoto mpya huko. Unaona? Hakuniambia umeasi kwa sababu umetoka. Hapa. Unaona? Hapa. Kwa hiyo na sasa ningebaki pale, pengine nisingefikia hapa nilipo. Mungu alikuwa ana mpango na mimi nije huku nipate fursa ambayo nimeipata. Sisemi hiyo fursa haiko VPCT. Kila mtu ana mahali pake, ana destiny yake. Kwa hiyo ndio maana mimi kwangu mimi mtu akiondoka ninambariki. Ninao washirika wengi wameondoka, they are still my friends. Bado ni marafiki zangu. Tunaongea na wapigia simu, wakiwa na changamoto naenda, nikiwa na changamoto wanakuja. Unaona, kwa sababu siamini ya kwamba mtu akitoka kwangu kwenye kanisa ambalo mimi Mungu amenipa kuchunga basi ameasi. Isipokuwa kama atakataa mashauri ya kiroho, ameiba, ninamtenga kwa sababu umefanya kosa, ukaenda kanisa lingine, hapo utakuwa umemwasi Mungu, sio mimi by the way. Na kama nina namba ya si mchungaji, nitampigia kumwambia kwamba bwana, wewe mtu ana tatizo 1 2 3, msaidie. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikamwambia yule kijana, kama unaona hapo ukui, hama. Lakini listen to me, nimesema hayo kwa makusudi, nitaka kuweka hii point. Kama tatizo ni wewe, hata uhamie mbinguni hutakuwa. Hivi unaelewa, ukiwa na tatizo halafu unaondoka ukiwashutumu watu wengine, utaenda huko na hilo tatizo lako. Yani tatizo litaenda na wewe. Yani hilo tatizo ni kama kivuli, kitatembea na wewe kila unapoenda. Kwa sababu jukumu la mchungaji yoyote mahali popote ni kukufundisha. Wewe ni kuhudhuria. Kwa mfano wana Bible study Jumatano, huendi. Wameanzisha program za maombi, huendi. Mifungo, huendi. Wanafundisha. Sasa unataka afanye nini? Hata uhamie mbinguni, tutakukuta huko mbinguni bado mchanga. Serious. Kuokoka ni muujiza pase 100%. Nilipokuwa nasema hama, najua watu wengine walikuwa wananiangalia hapa. Lengo langu ni kuleta hapa. Kuokoka 100% ni muujiza. Lakini kukua, wewe unatakiwa kuhusika. Hebu sikiliza Petro anachokisema katika waraka wake wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Anasema hivi, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoroshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Jukumu la mtoto ni nini? Kutamani. To crave. Ushawahi kaona kale katoto kachanga kanapozaliwa? Kanatafuta nini? Nyonyo. Kana crave. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini. Ile shauku ya kutaka kukua. Shauku inayokufanya Jumatano lazima nende kwenye Bible study. Kama ni Jumatano, mnafanya au juma ngapi? Shauku ile inayofanya unanunua Biblia, mchungaji anafundisha, unaandika kwenye notes, unafuatilia kwenye YouTube. Hiyo ni jitihada binafsi. Kwa hiyo kadri unapokuwa, usitegemee utakuwa spoon feeded, yani unalishwa kama mtoto mchanga na kijiko. Kwa hiyo unaweza ukahama kanisa hadi kanisa, kama wewe mwenyewe huna bidii, hata uhamie mbinguni, utabakia kuwa mchanga. Yesu anasemaje kwa habari ya lile tawi? Anasema tawi lisilokaa ndani yangu. Kwa hiyo jukumu letu ni nini? Kukaa ndani.
tunakaaje ndani ya Yesu Kristo? Tunakaa ndani ya Yesu Kristo kwa kujifunza maneno ya Mungu na kuyatendea kazi. Ile sio jukumu la mchungaji, ni lako mshirika mwenzangu, ni lako mshirika. Ukitamani kukua, lakini kama uko mahali ambapo unafanywa mchanga from January to December, wewe hujui chochote, Roho Mtakatifu ni kwa ajili yetu, upako ni kwa ajili yetu, nguvu ni kwa ajili yetu, wewe ni mteja, unawekewa mikono Jumapili mpaka Jumapili unasukumwa chini. Maana wakati wengine wanasukuma kabisa January to December, na unafikia unaona hapa mahali sikui. Kanisa sio huko. Nazungumzia zile local church. Kwa sababu hata within katika hizi taasisi kuna congregations nyingi. Sisi ni TAG hapa Zanzibar. Hatuna kanisa moja tu la ZICC Kariakoo. Hapana. Mtu akiona Kui Kariakoo anaweza kaenda Chuini au Mbweni au Ubago. Mimi that is me. Mimi kwangu naona wewe ni haki yake. Anaweza kuomba barua. Na baadhi ya wachungaji tukiomba barua hatutoi. That is a problem. Yaani ukienda kuomba barua ndio umetangaza vita ya pili ya dunia. Unaona? Kwa hiyo inafika mahali washirika wanafanya maamuzi sawa sawa na Roho Mtakatifu anavyowaongoza. Mtu wa Mungu, imetupasa, Mungu alikuokoa ili kusudi tumtumikie. Na tuwezi kumtumikia tukiwa wachanga. We must grow. Lazima tukue. Tukizungumzia kukua kwa kanisa, tunazungumzia kukua kwa washirika. Washirika wakikua, kanisa linakuwa. Kwa sababu kila mmoja atachukua responsibility yake huko mitaani. Yaani itakuwa ni kama wale mbweha waliofungwa na nani? Waliofungiwa Mienge na nani? Na Samson. Wakienda huko mitaani watasababisha impact kubwa ya kuleta watu kwa Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba Mungu Mwenyezi wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neema yako. Nanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Naomba mamlaka yako Bwana ikaende pamoja na mimi. Nasimama kinyume na mipango na hila zote za adui. Ninamwombea ndugu yangu huyo ambaye amepata nafasi ya kusikiza maneno haya. Lile ambalo linamfaa Mungu alichukue. Yale ambayo hayafai ayaache tu, kwa sababu siko hapa kama bingwa wa mambo ya kiroho. Niko hapa kama mtumishi ambaye Mungu nanyenyekea chini ya mkono wako. Naomba Mungu rehema zako na neema yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunatamani kusikia kutoka kwako unayefuatilia vipindi vyetu vya Joy Gospel Television, lakini pia subscribe kwenye YouTube channel yetu Joy Gospel TV, na ukijisikia kutuchangia, namba ya sadaka iko hapo, tuchangie, tutajisikia vizuri sana. Otherwise, Mungu akubariki sana. Nikutakie usiku mwema. Injili iendelee.